بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1446, tuendelea na darasa ya manzuma ya manhajul haq للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tulikuwa tumeanza kusoma maelezo ya ubeti wa 11 aliyosema mshairi: علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد subhanahu wa ta'ala. Tulifikia katika maelezo ya ubeti huu qaribun mujibun, وهذان اسمان لله تبارك وتعالى. قريب مجيب، هاني majina mawili miongoni mwa majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. القريب المجيب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi, basi waambie kuwa mimi nipo karibu na wao, bimaana kwa ilmu yake, kadhalika kusikia kwake, kuwaona. ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, naitikia maombi ya mwenye kuniomba wakati anaponiomba, ila akhir al-aya. فالقريب اسم من أسماء الله وهو دال على قربه. القريب ni jina katika majina ya Allah ambalo maana yake na yaonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na waja wake. Walmuradu bilqurbi, na makusudio hapa ya kuwa Allah yuko karibu na waja wake, ay qurbuhu subhanahu wa ta'ala min awliyaihi almuqarrabin wa ibadihi almuttaqin, wa huwa khassun bihim yasma'u du'aahum wa yujibu nidaa'ahum wa yuthibuhum ala ta'atihim wa ibadatihim wa qurbatihim. maana yake ni ule ukaribu wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa vipenzi vyake, waja wake aliyowaika karibu na yeye, wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. na kuwa karibu kwake huku ni hasa kwa hawa vipenzi vyake, bimaana asikia maombi yao, awaitikie wanapomwita na kuwalipa thawabu kwa matendo mema yao wanaoyafanya na ibada wanazozifanya na kujikaribisha nazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio maana ya ukaribu, wala haimaanishi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo karibu basi kwa dhati yake yuko na wewe, la. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika kitabu chake kuwa yeye yupo juu ya arshi yake, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, na yuko pamoja na waja wake kwa ilmu yake na kuona kwake, na yuko pamoja kuwa pamoja hasa na vipenzi vyake
kwa kuwaitikia maombi yao, kuwahifadhi, kuwanusuru na yale waliotaja wanaoviona. Walmujibu almujib, mwenye anapaa muitikia. Ala ujibu da'wat ad-da'i وقال ربكم ادعوني استجب لكم niombe nami nitajibu. Kwa ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa yaqini na iman, Allah subhanahu wa ta'ala atakuitikia, maadamu hakuna kizuizi cha kukuzuia wewe kuitikiwa maombi yako na Allah subhanahu wa ta'ala, kama kula haramu, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna baadhi ya mambo mja akiwa nayo yaweza kusababisha dua yake sikubaliwe na Allah. Katika mambo hayo ni kula haramu, kama ilivyo katika hadithi, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Lakini maadamu wewe wala halali, kadhalika wajikaribisha na Mola wako katika wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala harudishi maombi ya mwenye kumuomba. Inna rabbakum hayyun karimun yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hakika Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa haya tena mkarimu, au na haya kwa mja wake anapomnyanyulia mikono kumuomba amregeshe sufuri bila ya kitu. Ikiwa mja aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala akampa tabia njema ya ukarimu, anapojiliwa na yule anayemtaka msaada au na haya kumrudisha patupu, كيف بالخالق سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، كيف بالكريم سبحانه وتعالى. yule aliye na ukarimu uliokamilika atakuwaje? Ushasoma hadithi za watu wa peponi, ukasikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakapoingia watu wa peponi ndani ya pepo ya Allah watapata kila wanachokitamani, na bado juu yake Allah subhanahu wa ta'ala anambia turiduna shay'an azidukum, kuna kitu mtaka niwaongezee. Ni ukarimu ulioje wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo unapomwomba kuitikia akupa, na Allah ndiye aliyekwambia waqala rabbukum ud'uni. Kwa hivyo Allah ndiye anayetuambia sisi tumuombe astajib lakum, na mimi nitawaitikia. Wewe wataka nini zaidi hapo? Yani leo fikiria wewe, ingelikuwa ni binadamu aliye na upungufu katika ukarimu wake, aje akufuate akwambie bwana, hebu niambie una shida gani wewe? Mwanzo anza kucheka, anza kucheka. Kunani akuuliza bwana una shida gani? Kwa mfano awe ni kiongozi, Allah amemweka katika mansib, aweza kukusaidia, akuuliza wewe wataka nikusaidie na nini? Kitu gani utakusaidia nacho? Basi hapo akili yake aweza kushikwa na kisunzi kikweli, maana yake azunguka afikiria mimi na shida gani na gani, niseme nini leo? Ndio chansi. Alafu sikwambii awe kiongozi wa Afrika, awe Mwarabu, Saudia hivi ama Imarati, wale mashekhe wale. Sikwambii huko Afrika aweza kusema alafu akipiga kona cha kusahau, wala hakupi, akwambia tu wataka nini hiyo, basi ushapata, ngoja mpaka uparare kuna chochote. Mimi nakwambia mfano wa wale viongozi wa Khaliji kule, akwambia kijana na kuona mashallah, hebu niambie wewe una shida gani kule Afrika? Akuulize hivi, niambie bwana. Mfano wewe ukataja tu sisi kule kwetu, mfano wewe watakia umma, sio tuhitaji madrasa, msikiti. Wewe una kitu kikubwa kwao kujenga madrasa na msikiti, si chochote kwao. Ngapi hizo? Hiyo ukipiga hesabu yaje kama milioni 50 ya Kenya. Ngapi hapa? Kumbe ukipiga hesabu hivi zaje 500,000 zao. Akwambia ashika hii tu basi. Basi ondoka na shida zako.
Sasa huyo binadamu ambaye ana upungufu mkubwa sana, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, hebu niombe wewe, wataka nini? Nitakuitikia. Niombe mimi, nitakuitikia unachokitaka. Alafu tuambie tumombe maiti? Una wazimu wewe, khurafi vipi bwana? Haitikii mpaka upitie kwa huyu. Namtakia nini mimi shekhe wako wewe? Na Mungu wanaambia mtu ankufa sijui zama za kale huko, alikufa huko zamani, tena pengine kafa chooni, waje kuniambia mimi nimfuate yeye, nifuate anifanye nini? Sijui hata ankufaje, pengine kafa na yale maradhi ambayo mimi nataka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aniondolee. Mimi nasema wa idha maridtu fahuwa yashfini, wewe wasema fa sheikh yashfini. La, 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 la. Kuwa mwerevu Muislamu. Basi mambo mengine si lazima pia upewe aya na hadithi. Kabla hujapewa aya na hadithi, kwa akili yako timamu, una yule aliyekuumba, na hapa kuna mfu alikufa miaka 200 iliyopita, wewe nenda kuomba kwenye kaburi la mtu ankufa miaka 200 iliyopita, hakuna kitu pale chini. Wamwacha alhayyu alladhi la yamut subhanahu wa ta'ala, wenda kwa maiti. Wakubali vipi wewe? Allah huko akwambia waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, huyu mwingine akwambia wewe huwezi kuitikiwa maombi mpaka upitie kwa fulani bwana. Mwenyewe aniambia nije kwake nimuombe ataniitikia, wewe aniambia nipitie kwa fulani na allan. Lakini ni wangapi wenye kufahamu hayo? Allah subhanahu wa ta'ala ni almujib alladhi yujibu man da'ahu, amuitikia maombi yule anayemuomba. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi majmu' al-fatawa, walaysa fi al-Qur'an وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا، بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام، كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تفوت نصيفة المعية، ثم المعية الله سبحانه وتعالى yupo pamoja na kila mtu. kuna المعية العامة na المعية الخاصة. بمعنى الله سبحانه وتعالى katika المعية العامة yuko pamoja na watu wote, mu'minuhum wa kafiruhum, fajiruhum fasiquhum, wote yuko na wao. Kivipi yuko na wao? Ajua wanaoyatenda. Ndio kasema wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kwa hivyo yuko na wao kwa ilmu yake, ajua yote wanaoyatenda, awaona. Lakini hii maia pia kuna maia khasa ambayo yuko pamoja na waja wake waumini kwa kuwanusuru na kuwahifadhi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia Abu Bakr Siddiq, la tahzan inna Allaha ma'ana, inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Hii ni maia khasa ya kuwanusuru wale. Lakini qurb haiwi isipokuwa kwa nani? Kwa waja wake waumini peke yake. Hawi karibu na kufar, hawi karibu na watu waovu. Sheikh al-Islam asema walaysa fil Qur'ani wasfu ar-Rabb ta'ala bil qurbi min kulli shay'in aslan. Hakuna kitu kama hicho katika Qur'an. Haikuzungumzwa kuwa Allah yuko karibu na kila kitu aslan, la, bal qurbuhu alladhi fil Qur'an khasun la 'am, bali ukaribu wake Allah subhanahu wa ta'ala ni khasa kwa waja wake waumini wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, si ukaribu wenye kuenea na watu wengine. Kama mfano wa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Fahuwa subhanahu qaribun mimman da'ahu, Allah yuko karibu na yule anayemuomba. وكذلك ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير. وصحابه walikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mojawapo wa safari zake, wakawa wanyanyua sauti kuleta takbira. faqala ya ayuha nnas irba'u ala anfusikum, enyi watu jioneeni huruma nafsi zenu, msijiumize.
akawakataza ibada ya kumuomba Allah kwa kupiga ukelele kwa sauti. Alafu huku waja khurafi akufundisha wewe ibada ya kukohoa. Mtume sallallahu akataza masahaba kupiga takbir Allahu akbar kwa sauti. Irba'u ala anfusikum, jioneni huruma. Hakuna ibada hizi za kupiga kelele kujiumiza kichwa. Ni hamjaona, wallahi wasikitisha. Kuna mmoja jana sijui ameniletea clip, mmecheka sana. Sijui wale makhurafi wa wapi. Kuna mmoja na sauti hivi ya kuimba, mwingine wanguruma. Ukinguruma utafikiria magari mabovu. Hata washindwa wanguruma nini hapa. Sijui wale wa wapi, wanafikiri wa Tanzania, Zanzibar ama wapi, huu sehemu za huko yani. Wanguruma hivi kama majenereta bubu yani. Sasa sikilizana, ungurumiwa nini? Ibn Taymiyyah laysat min ahli sunna, laysat min ahli sunna walaysat min aljamaa. Yuimba na sauti hiyo na wale wanguruma wale. Sasa mwangurumia maneno gani? Hawa watu washindwa, wewe uone huruma ama uwacheke? Maana wachekesha. Huyo muimbaji wao koko na wasikilizaji maskini, pamoja na ni wazee maskini wapotezwa pia, wao wafuata tu ule ukoko. Yaani mtapelekwa kama makondoo waliopotea bana. Hayo maneno yanatumiwa kwa nani? Kwa manasara, kondoo waliopotea. Ni mwenda kama kondoo waliopotea. Hizi ibada za kujiumiza koo, za kupiga kelele, hizi hatukuamrishwa sisi. Mtume sallallahu wakataza masahaba, irba'u ala anfusikum, jioneni huruma nafsi zenu. Kisha akawaambia, fa innakum la tad'una asam wala ghaiba, mnamuomba si kiziwi wala sio kuwa ni ghaib, hayuko, bali yajua yale mnayoyaomba na yuwasikia. Inma tad'una samian qariba, mnamuomba ni mwenye kuwasikia na yuko karibu na nyinyi. Inna alladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi, yule mnayemuomba yuko karibu na mmoja wenu kuliko kamba mnaoshika yule mnyama na shingo ya mnyama mmoja wenu. Wana ile kamba ilivyo karibu na yeye, basi namna hiyo. Faqala inna alladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum ولم يقل إنه قريب إلى كل موجود. sema yuko karibu na mmoja wenu, hakusema yuko karibu na kila kitu, la. Wakadhalika qawlu Salih, fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi innahu qaribun mujib. وهو كقول شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه رحيم ودود. ومعلوم أن قوله قريب مجيب مقرون بالتوبة والاستغفار، أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه كما أنه رحيم ودود بهم. أسمى هابا تزام قريب مجيب، لكن قبل واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أسمى إكونغانيشوا بين يتوبة واستغفار، na kila alichotaka kuwaeleza kuwa yuko karibu na nyinyi, mwenye kuitikia, lakini kwa yule anayeleta istighfar, anayetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anayejikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, anayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira, kama vile ni mwingi wa rehma, tena mwenye kuwapenda watu hawa. Waqad qarana alqariba bilmujib, na hapa angalia amefunganisha vitu viwili, qaribun mujib, akakusanya baina hivi viwili. Wa ma'lumun annahu la yuqalu innahu mujibun likulli mawjud, kama vile hatusemi kuwa aitikia kila kilichoko, kila kitu akiitikia, la. Wa innamal ijabatu liman sa'alahu wa da'ahu, majibu ya dua ni kwa yule aliyemuomba, si kujiitikia kila kitu, la, yumuitikia yule anayemuomba. Fakadhalika qurbuhu subhanahu wa ta'ala, hivyo hivyo ukaribu wake, yuko karibu na wale wanaomuomba, wanaojikaribisha na yeye kwa kumuomba. Allah yuko na wao. Kwa ukitaka Allah subhanahu wa ta'ala awe karibu na wewe, basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Pale unapomuomba, jua kuwa Allah yuko karibu na wewe subhanahu wa ta'ala.
bilwara mutawaddidu. Alwara ni wanadamu, alwara bimaana Allah subhanahu wa ta'ala ajipendekeza kwa waja wake kwa neema mbalimbali anazowapa, pamoja na kuwa hana haja nao, hana haja na yote katika waja wake, lakini ajipendekeza kwao. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: الود اللطف والمحبة. الود ni upole na mahabba na kupenda. فهو يود عباده المؤمنين. الله سبحانه وتعالى awapenda waja wake waumini. ويجعل لهم الود في القلوب. na Allah subhanahu wa ta'ala hujalia mahabba, kupendwa hawa watu wema katika nyoyo za watu, ukaona watu wampenda yule anayefanya khairi, kama qala ta'ala: innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. nini maana ya sayaj'alu lahumur rahmanu wudda? qala ibn Abbas wa ghayruhu: yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ila ibadihi. Allah atawapenda na kuwafanya wapendwe na waja wake. Fahamuni vizuri hapa, ikiwa wataka kupendwa na watu, si kujipendekeza kwa watu. Fahamu, ni ujipendekeze kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Allah ndiye anayemiliki nyoyo za watu. Wewe usawa ni kuwa kila unachokifanya pigania kumridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akikuridhia wewe, akikupenda, yeye ndiye atakayezigeuza nyoyo za watu, wale watu moja kwa moja watakuwa wakupenda, wapende wasipende. wa'lamu anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbihi. kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayezipeleka hizi nyoyo. alqulub baina usbu'aini min asabi' arrahman yuqallibuha kaifa yasha. kwa usawa si kujipendekeza kwa watu, bimaana watu wanachopenda kukisikia, hasa ukiwa wewe ni mlinganizi, ndio wafikishia. Sasa hivi una watu waigemea katika jambo fulani, hata kama ni la haramu, ukaanza kulipamba kama vile ni halali. Ni kweli mwanzo wale watu watakufurahikia. Nitawapeni mfano leo. Kwa mfano, msingi wa kuwatii viongozi ukiuzungumza kwa watu, watu wachukia sana, hawapendi. Naambia ukweli, watu hawapendi kuambiwa wasikilizeni na muwatii viongozi wenu maadamu hawajawaamrisha maasi. Sikiliza na utii. Yale matusi utakayopewa yale, khali ala Allah. Wapewa wanaoviona na uzungumza hivyo, hawakubakishwa. Itakuja wewe mwanafunzi. Kwa kuna baadhi ya watu wakaona wawasairi watu vile wanavyotaka, na wao pia wakaingia katika mkondo wa kuwatusi viongozi na kuwaelekeza watu katika kuasi viongozi. Kwa nini? Kwa sababu mkondo mkubwa wa watu wapenda huko, kwa wakaenda na wao. Kweli yule kiongozi akaondolewa, akang'olewa, mapinduzi yakafanyika, ikaenea faudha, zegere na balaa zikaenea katika nchi. Wale watu wewe ulioamrisha tutoke, tusikubali, wale watu sasa wakianza kuona matunda yale maneno yako uliyosema, matunda yake mabaya, machungu, pale wanza, kumbe kuna fulani alikuwa akitutahadharisha, alikuwa mkweli. Angalia sasa ile balaa iliyotupata. Kula pia hatuna mahali pa kula. Hata kama una riziki hujui utaila vipi kwa ile hofu unayokuwa nayo. Sasa mwisho wale watu wamegeuka sasa wa kuangalia kuwa wewe ni khain. Ulikuwa wajua kuwa kile unachokwenda kukifanya makosa, lakini ukawasairi vile unavyotaka. Na wangapi ambao mambo yamewageukia namna hii. Nakumbuka, siwezi kusahau ilivyokuwa ile waita Rabi' al-Arabi wa huwa al-Kharif. Rabi' al-Arabi ile waita zikianza kupenduliwa zile serikali za Kiislamu, au serikali za nchi zile za Kiislamu, pamoja na kuwa wale viongozi wengine walikuwa na kufuru, hakuna mtu yakataa hili, lakini zilivyoanza kuanguka zile nchi, maikhwani bwana walikuwa na sauti kubwa sana.
akina Salman al-Auda, akina al-Arifi, akina Aidh al-Qarni wakati ule, na wengineo katika wale walikuwa wakizungumza, Nasr al-Umari, wengi katika mahizbi wakubwa wale walikuwa wakizungumza wakiwatia watu motisha. Ukhruj, nakumbuka ile khutba alitoa Arifi ile, ukhruj fa inna Allah lam yakhluq 'abdan mustakinan, usikubali kuwa dhaifu wewe, mdhalilifu. Ukhruj, masha Allah, jamaa wakatoka. Haya bwana, mabomu yakaanza, bu watu wakawa marefugee. Wende wapi? Wameishi kwenye makambi huko, balaa, watu wakauawa kwa mamilioni. Namkumbuka mmoja azungumza kama mzaha, wallahi siwezi kusahau, nimemsahau jina lake. Alikuwa yosema nafikiri Jubailan, si nani mmoja, Ubailan, si mmoja, alikuwa kadhi yake hizbi wa mamlaka kule. Asema hebu tupige hesabu, kwani wale Suria wale wakitoka nje ya yule kiongozi watakufa wangapi? Watakufa milioni 1. Kama mbaya yani ni mbwa, wallahi alazim, milioni 1. Kwani wa Suria wako wangapi? Atapiga hesabu wa Suria idadi yao milioni kama 20 tuseme, wakifa milioni 1 atabaki ngapi? 19. Mashaallah, wana mama mashaallah, kisha fanya ile mambo kitoto tu mashaallah, mama zao unajua ile, yani sitakutia aina tu mashaallah. Kwa mwaka mmoja tu wakizaa wanawake milioni 1 washarudi tena, kwani wale waliokufa wanzaliwa. Yani hii miji hizbi ya cheza yani na damu za binadamu, tena waislamu, kama mchezo yani, kama si chochote yani. Wallahi wafikia kuzungumza hivi na watu, Allahu akbar, usikia maneno haya, kuna kuogopa bana. Wakenda bwana, ikapita kama mwaka hivi. Nakumbuka Sheikh Al-Fauzan akizungumza maneno, ambaye nyinyi mwingia kwenye fitna mtajuta yale atakayowapata. Akiitwa munafiq huyo, ulama usalatin, sawa bwana. Mara nasikia hao mahizbi wale sasa, aina alulama. Umechelewa kidogo, si sana, kidogo. Baada ya kufa watu kama milioni 2 ndio mkumbuka. Sasa watu wamegeuka, angalia, wale wamekuwa, hakuna watu wanaochukiwa sahihi kama ikhwani. Kila wakienda mahali katika ulimwengu walitoa uharibifu, aina ma halu damaru albilad walibad. Kokote watakapoangukia ikhwan muslimin, watahakikisha ile nchi inaanguka, watahakikisha hivi kila mahali wanapokwenda. Hizbi wanatabu sana, lakini watu wakawakumbuka kuwa wale wanaovioni waliwaambia maneno ya haki ni ya kweli. Sasa wewe zungumza haki, wawache wasikuelewe leo, kesho watakuja kukuelewa. Itakuja siku watakuja kusema kuwa yale aliyokuwa akituambia kumbe mkweli. Sheikh Rabi' hafidhahu Allah ta'ala, Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahmatullahi alayhi, walikuwa ni katika miongoni mwa wanaovioni wengi, siseme ni wao tu, lakini wao walijulikana zaidi katika kuwagandama ikhwanul muslimin wale makutubia na bannaia kwa vikundi vyao vyote, sururia, wakiwa wabainisha watu walikuwa wakiwatukana sana. Mimi siwezi kusahau, sisi wanafunzi wadogo, nakumbuka watu wakiwatukana kweli kweli. Hebu angalia sasa hivi wamekuwa ndio aima wa asr. Sasa hii ndio watu wasema kumbe walikuwa waona mbali. Kila nchi sasa hivi yafuata mfumo wa mwenzake. Ikhwanul muslimin ni magaidi, hatuwaruhusu nchi yetu, na tukisikia mtu asema ni ikhwani ndani. Waliambiwa tangu siku zile, hawa mabwana ni hatari, hawa watakuja kuwapendulia serikali zenu, hawa watakuja kuharibu nchi zenu. Walikuwa wakiambiwa ni mashekhi wa fitna wale, kazi yao kuzungumza watu, wao hawana kadha, hawana shughuli isipokuwa kuzungumzia watu. Lakini sasa watu wasema nini? Ya habadha aljami, kama qala Sheikh Al-Fauzan, ikiwa jamia ni kutii viongozi, basi mimi pia ni jami, hafidhahu Allah. Watu wakawa sasa hivi wawaheshimu wanaovioni, kumbe walisema kweli. Sasa wewe usiangalie watu
Allah ndiye anazigeuza hizi nyoyo za watu. Wemridhishe yeye subhanahu wa ta'ala. Qala ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الودود، وهو جل وعلا بالورى متودد، أي يتلطف ويتودد إلى عباده بأصناف النعم وأنواع المنن وتنوع الألطاف والإحسان. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwa mpole kwa waja wake, ajipendekeza kwa waja wake kwa kuwapa neema mbalimbali na aina mbalimbali za huruma wake na upole wake na wema wake. Sheikh yasema wa min ajabin anna al-'abda fi ghayati al-faqr wal-ihtiyaj ila Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'a dhalika fa inna kathiran min an-nas la yahrisu an yatawaddada ila Allah 'azza wa jalla ويطلب محابه ورضاه سبحانه وتعالى. والرب جل وعلا غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن عباداتهم، وهو جل وعلا يتودد إلى عباده بالنعم والمنن والدعوة إلى التوبة. hili jambo la ajabu sana. Ukimwangalia mja yuko katika upeo wa ufakiri, ni mhitaji kwa Mola wake kwa kila namna. Pamoja na hayo, wengi katika watu hawana pupa ya kujipendekeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wanayemhitajia. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi aliyetosheleka, hahitaji yoyote katika viumbe wake, hahitaji taa zao wala ibada zao. Na pamoja na hayo, Allah subhanahu wa ta'ala ajipendekeza kwa waja wake kwa kuwaneemesha kwa neema mbalimbali, bali na kuwalingania katika tauba. Njooni waja wangu, tubuni kwangu mimi, njooni nitawasamehe. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma wa inni laghafar. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Awaita, njooni, na hawahitaji. Kisha wamuona kijibinadamu ambacho hakina faida yoyote kwa Mola wake, chafanya jeuri, hakitaki kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Khasara yako wewe. Wa idha taba at-taibu fariha subhanahu wa ta'ala bitawbatihi ma'a kamali ghinahu, na anapotubia mja Allah subhanahu wa ta'ala hufurahikia tauba yake, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekamilika katika ukwasi wake, hamuhitaji yule mja. fala tanfa'uhu ta'atu man ata' wala tadurruhu ma'siyatu man 'asa. Allah subhanahu wa ta'ala haimfai yeye taa ya mwenye kutii, wala hayamdhuru yeye maasi ya mwenye kuasi, bali madhara yake yamrejelea mwenyewe. Qala Ibn al-Qayyim fi al-Fawaid, laysa al-'ajabu min mulukin yatadhallalu laysa al-'ajabu min mamlukin yatadhallalu lillah wa yata'abbadu lahu ولا يمل خدمته مع حاجته وفقره إليه. Asema si jambo la ajabu kwa mamluki, kiumbe mja, kujidhalilisha kwa Allah na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, awe hachoki kumfanyia khidma Mola wake ya ibada, bimaana kufanyia lile jambo aliloumbiwa, pamoja na kuwa ni mhitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal ajabu من مالك يتحبب إلى مملوك بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. لا جابني kwa yule mfalme anayejipendekeza kwa mamluki, kwa mtumwa, akimpa neema mbalimbali, tena ajipendekeza kwake yeye kwa aina mbalimbali za wema anaomfanyia, pamoja na kuwa hana haja naye. Allah hamuhitaji yule mja, lakini amneemesha kwa neema mbalimbali. Na pamoja na hayo, sio watu wote wanaoshukuru. Wengi katika watu wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wengi katika watu hawana shukrani, wengi katika watu hawana shukrani kabisa. Wallahi yashangaza sana. Na yoyote ambaye hamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mimbabi aula hata washukuru binadamu wenzake. Na ndio maana ikafunganishwa kuwa man la yashkuru nnas la yashkuru Allah. Limadha? Kwa sababu ile tabia ya shukrani ile akiwa nayo mja kwa wenzake, moja kwa moja atakuwa nayo zaidi kwa nani? Kwa yule aliyewaumba wale wanaomfanyia ule wema.
na ikiwa hana shukrani kwa waja wenzake, basi huyu hatakuwa na shukrani na yule aliyemuumba subhanahu wa ta'ala. Naliangalia hili, utaliona kwa waja. Waweza kumwona mtu mzazi wake amemlea kutoka azaliwe mpaka amekuwa, hana shukrani, wakati Allah amesema anishkurli waliwalidayka ilayya almasir. Sasa huyu akiwa hawashukuru wazazi wake kwa ule wema waliomfanyia, atamshukuru nani? Huyu atamshukuru nani? Wallahu almusta'an. Sallallahu alafiyata wassalam. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na ukwasi wake, bado awafanyia wema waja wake na kujipendekeza kwao, pamoja na kuwa hawahitaji. Kwa sisi mimbabi aula tujibidishe katika kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.